pale Kigogo pale. Mimi nimeishi Kigogo wakati ushia ndo unaletwa pale, kabla haujaanza pale nipo pale. Na wameanzisha kile kituo pale cha Ghadiri Hum na Jalala, ambaye ndo msimamizi mkuu pale. Walivyoanza dawa yao ya kufundisha hawakupata mtu. Ili waweze kupata watu lazima pesa itembee, lazima pesa itumike. Wakaanza kutembea baitan, nyumba kwa nyumba, kama wanaandika sensa shekhe, nyumba kwa nyumba wanatafuta watu na kuwahadaa watu kwa pesa na kugawa bahasha na kuwahadaa Waislamu wa kiume na wa kike kwa kutumia mali zao, na kuwaambia ya kwamba wakiingie pale Ghadiri watawafundisha bure, na wakipeleka watoto wao watawafundisha bure wao na watoto wao, na watawasomesha wale mabinti na vijana kushona cherehani, na kila atakayekuwa na hitimu ule ufundi ananunuliwa mashine. Na hivi vitendo vikafanyika fi'lan, sio maneno, wamefanya kivitendo. Kigogo pale sio mbali yamefanyika haya, na Waislamu wakaingia katika ushia afwajan, wa na'udhu billahi min su'il hal. Wakaingia katika ushia makundi kwa makundi pale Kigogo, wake kwa waume, wakubwa kwa wadogo. Lakini pamoja na kwamba wameingia kwa sababu ya pesa, Allah tabaraka wa taala akawafikisha baadhi ya duati wakasimama imara. Tukasema na kuwatahadharisha Waislamu dhidi ya mashia na vitimbi vyao na shari zao dhidi ya Uislamu, na kutaja baadhi ya njia wanazozitumia kuwapotosha Waislamu, ikiwemo kutumia pesa na kugawa misaada. Tukawa tunataja, Waislamu wakasema sasa tunafanyaje? Sisi tuna njaa, nilale njaa alafu mimi pesa inakuja nisiende kuchukua. Abadan. Wengine wakawa wanasema nitakwenda nitachukua, lakini mtoto wangu haendi na mimi siendi. Wako wengine walifanya hivyo kweli, wakawa wanaenda wanachukua mzigo na hawaendi. Lakini wengi walipotea, walikwenda wao na watoto wao wakachukua pesa na wakachukuliwa. Lakini walillahi alhamdu, kwa namna darsa na mihadhara iliyoendelea na dua za nyuma tulizokuwa tukizifanya zilileta natija kubwa sana. Allah alitia kabuli na akaleta fathu kwa mji wa Kigogo. Watu wengi waliokuwa wameingia katika ushia wakarudi nyuma na wakatambua kwamba mashia hawa sio kweli hawa. Hivi wanavyotufundisha hivi si katika Uislamu. Yale tunayokuwa tunayasema wakaenda kuyaona kule baadhi yao. Haya tunayoyataja wakaenda kukutana nayo kule. Ikawa ni sababu baadhi ya Waislamu, na wengine mimi ninawajua, wengine walikuwa ni wanafunzi wangu. Yani walikuwa katika madarisi zetu, zile madarisi za mtaani. Wameondosha watoto wao na kuwapeleka kwa mashia, kuwahoji kwamba sisi maskini tuna njaa na wale wanatoa pesa, kwa tumeona twende. Na ili uweze kupata fungu la kueleweka, ukienda wewe na mtoto wako na ukiwa na watoto watano, maana yake kila mtoto anatoka na bahasha, ni kiasi gani shekhi? Maana yake pesa nyingi. Lakini baadaye wakagundua kwamba hii kuna shida. Mashekhi wanachokisema ni kweli. Waislamu wengi pale Kigogo wamerudi katika Uislamu, yani wameacha kabisa zile fikra za ushia na wamewatoa watoto wao pale Ghadiri, walillahi alhamdu wal minna. Na baada ya kuwatoa sasa, mashia wakaona hapo moto ushawaka, wanasema vijana wakaona sasa cha kufanya ni nini, wakaenda mikoani. Ndio wakaanza mikoani kwenda kuchukua watu wanawaleta pale Ghadiri. Wanawachukua watoto wa kike, watoto wasichana na wavulana, wanaweka pale, wanawasomesha bure na wanawapa cherehani na kadha. Hilo limefanyika na ndilo mpaka leo wanalifanya pale. Ukikuta watu siki, kuna wanafunzi wengi pale hamna wanafunzi wa Kigogo, ni watu kutoka huko Kondoa, Singida, wapi. Hii mikoa naitaja kwa sababu wengi ni Waislamu na wengi waliochotwa sana wametoka huko, ambao vijana wengi waliojaa Ghadiri pale wanatoka huko. Ukimuuliza Kondoa, yani Dodoma, mkoa wa Dodoma, ukimuuliza anakuambia Singida, utasikia sijui wapi, Tanga, sijui wapi. Intabihu Waislamu, zindukeni. Hawa watu ni watu hatari sana.